Taasisi ya Afya kwa Nchi za Mashariki ya Kati na Kusini mwa Afrika imeratibu kambi ya matibabu bure ya kibingwa ya upasuaji ya siku 10 kwa wananchi zaidi ya 500 katika hospitali ya kanda ya kusini ya Mtwara pamoja na hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha ya Mount Meru, ambapo madaktari bingwa 33 ambao wapo mkoani Arusha watatoa huduma hiyo bure kwa wananchi. Mimi kwa jina naitwa Dr. Hamadi Nyembea, ni mkurugenzi wa huduma za tiba Wizara ya Afya. Tuko hapa Arusha leo kwa ajili ya shughuli ya uzinduzi wa kambi ya matibabu ya huduma za kibingwa na kibingwa bobezi za tiba na upasuaji. Na kambi hii imeandaliwa chini ya ushirikiano wa EXA HC na Wizara ya Afya Tanzania. Na kama tunavyofahamu kwamba EXA HC hii ni jumuiya ya kikanda na Tanzania ni mwanachama wake. Na tuliposikia kwamba EXA wameshaanza kufanya kambi kama hizi nchi zingine wanachama, tuliwasiliana nao na wakasema kwamba wenyewe pia wapo tayari kuja Tanzania, na tuliona kwamba ni fursa muhimu sana kwa sababu kwanza tuliangalia kempu ile ilikuwa inalingana malengo ya serikali ya kuzipeleka hizi huduma kwa wananchi. Na niseme kwamba serikali au Wizara ya Afya imeweka mpangilio wa hizi huduma. Hizi huduma zinatolewa kwa madaraja. Kuna huduma muhimu ambazo zinapatikana mpaka kwenye ngazi ya zahanati. Kuna huduma za kibingwa ambazo zinaanzia hospitali ya mkoa, idadi yake huduma walau 17, na huduma za kibobezi zinaanzia hospitali za kanda kwenda juu. Na jambo la pili ni kuhusiana na huduma za upasuaji. Kwa nini kambi imeitwa ni kambi ya tiba na upasuaji? Ndugu zangu, huduma za upasuaji ndio ambao ni gharama kubwa zaidi. Na kuna wananchi wengi wanakuwa nakaa ndani kwa muda mrefu na magonjwa yanakuwa makubwa kwa sababu ya zile gharama. Sasa tuliangalia mahitaji, tukaona kwamba Arusha kuna mahitaji makubwa. Lakini pia Arusha ni jiji ambalo lina ukuaji mkubwa, na huduma ambazo zilikuwepo hapa ni 13 kati ya 17, lakini pia bado kuna wagonjwa wengine ambao walikuwa wanashindwa kuzipata zile huduma. Kwa hiyo tumeona tutafute mabingwa wengine 13 ambao wamekuja hapa wa huduma zingine 13 za ubingwa na ubobezi, ili waje wahudumie wale wagonjwa ambao kwa lazimika kwenda KSMC, kwenda Muhimbili, kwenda Benjamin Mkapa, kwa wanakuja hapa. Kwa huduma kama upasuaji rekebishi, watu ambao waliungua moto au walipata ajali, wamepata ukilema ambao wanatakiwa urekebishwe, mabingwa hao wapo wamekuja na watafanya hiyo kazi. Ikiwemo pia upasuaji wa kinywa, upasuaji wa uso kama kulikuwa kuna tatizo uvimbe, lakini pia upasuaji wa mfumo wa chakula, ule upasuaji mkubwa wa kibobezi. Kwa kiujumla huduma za upasuaji hata nchini pia zimeshakuwa zinapatikana kwa idadi kubwa, na sasa hivi hapa wizara imeshaandaa mwongozo wa kuzishusha hizi huduma ili wale mabingwa upasuaji wa jumla waweze pia kupatikana kwenye hospitali za ngazi ya halmashauri. Mkurugenzi wa taasisi hiyo akizungumza wakati wa kukabidhi vifaa tiba ameeleza kwamba jumla ya shilingi milioni 265 zimekusanywa kwa ajili ya matibabu ili kuwasaidia wananchi wenye uhitaji waweze kutibiwa na kurejea katika shughuli zao za kila siku. Na hii imetuwezesha sisi kwa kushirikiana na Wizara ya Afya pamoja na wadau wengine kuweza kukusanya fedha zipatazo milioni 265 kwa ajili ya kuwezesha zoezi hili. Na katika hizo fedha milioni 94.6 ndio kwa ajili ya vifaa tiba pamoja na dawa ambazo zinatumika hapa. Kwa hiyo sisi tupende kusema tu kwamba tutakuwepo hapa kwa siku 10 tukishirikiana na madaktari bingwa na kuweka miundombinu wezeshi kwa ajili ya madaktari bingwa, ili mwisho wa siku wananchi wenye uhitaji wa huduma za upasuaji na tiba waweze kupata huduma hizo na kuweza kurejea katika hali ya kawaida na kuweza kufanya shughuli ambazo zitaongeza pato la nyumba zetu pamoja na pato la taifa. Kwa hiyo nikushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa uwepo wako hapa. Niwashukuru sana madaktari bingwa, mmetoka maeneo mbalimbali kwa kuweza kutenga muda wenu, na niwaambie tu kwamba EXA HC au Jumuiya ya Afya ya Afrika Mashariki, Kati na Kusini ni jumuiya yenu, itumieni. Na unaimarisha taasisi na kuacha matokeo ya kudumu. Tunataka pia kuona hospitali zetu zikishirikiana zaidi baada ya kufanya kazi kama visiwa. Na tumeona huu mfano kwamba kuna watu wametoka Tabora, kuna watu wametoka Dodoma.
Kwa hivi ni vitu ambavyo tunaomba viendelee zaidi. Hospitali ya Mount Meru inapaswa kuwa sehemu ya mtandao mkubwa wa kitaifa wa huduma za kibingwa, elimu, tafiti na rufaa. Mgonjwa anapohamishwa kutoka hospitali moja kwenda nyingine, taarifa zake zisiende upya, na haya ndio mabadiliko makubwa ya mfumo ambao sisi kama serikali tunayafanya, ambao tunaamini baada ya muda mfupi katika uanzishwaji wa bima ya afya kwa wote, lakini pia mifumo ya kielektronika ambapo hospitali zetu zote zitaweza kuunganishwa. Ni uwekezaji ambao serikali imeanza katika mwaka huu wa budget, na tunategemea kwamba tutakimbia ili wananchi waweze kupata huduma vizuri. Hatupasi kuwekeza katika vifaa bila wataalamu bila mifumo. Kwa hiyo mageuzi ya kweli huunganisha watu, teknolojia, miundombinu na uwajibikaji.